Na tumsifu Yesu Kristo. Mpendo wa mtazamaji wa St. Paul Official Media, kabla yote na kuomba ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe, kisha tuweze kuendelea. Wengi tumekuwa tukishangaa mavazi ya mapadre, vitambaa na vitu mbalimbali vya ibada, ambapo kuwa na alama hiyo, alama ya IHS. Leo nataka nikujuze maana yake na historia yake. Jitahidi tufikie mpaka mwisho wa kipindi hiki ili tuweze kufahamu kwa kina zaidi. Katika kanisa Katoliki, matumizi ya alama hii ya maneno haya IHS, maneno yasiwe mengi. IHS ni ufupisho wa jina takatifu la Yesu, ambapo kwa Kigiriki Aiheoe, na imeanza na kutumika tangu karne ya pili hata leo karne ya 21. Inasimuliwa kuwa hapo kabla, kipindi Wakristo wengi wakiteswa na kuuawa na utawala wa dhalimu wa Kirumi, ilitumika kama alama ya siri, yani secret code. Ilikuwa ikiandikwa katika nyumba, kaburi na makanisa ya siri ya Wakristo. Nao Wakristo wakiona wanajua hapa ndipo kwao. Mtakatifu Bernardini wa Siena mwaka 1380 hadi 1444 na mwanafunzi wake Mtakatifu Yohana Capistrano mwaka 1386 hadi mwaka 1456 walitumia alama hii kueneza ibada kwa jina takatifu la Yesu katika maeneo mbalimbali huko nchini Italia. Na miujiza mingi sana ilitendeka. Watu wakaanza kuhisi ni ushirikina. Na ndipo Papa Martin wa tano mnamo mwaka 1427 alipopitisha ibada hii na akaelekeza iwekwe pia msalaba katikati yake kama kwenye hilo vazi katika picha. Watu wanashangaa, inawezekanaje jina kuponya? Yesu mwenyewe aliahidi hili: kwa jina langu watu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Wakishika nyoka au wakinywa kitu chochote chenye sumu hakitawazuru. Watawekea wagonjwa mikono nao watapona. Rejea Injili ya Marko sura ya 16 ya 17 hadi ya 18. Soma pia Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 21. Lakini pia kutokana na kufifia kwa matumizi ya Kigiriki na utawala wa Kilatini enzi hizi, alama hiyo IHS iliweza pia kutafsiriwa kwa namna nyingine bila kuharibu maana. IHS yaani Iesus Hominum Salvator, ikimaanisha Yesu mwokozi wa wanadamu. Kikubwa, alama hiyo ipo kwa ajili ya kutangaza ukuu wa jina takatifu la Yesu. Asante mpendwa mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na Mungu akubariki.